Marekani inadai kwamba kabla ya shambulizi dhidi ya Wahouthi huko Yemen iliipa taarifa Urusi kwamba itafanya shambulizi hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alimweleza waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov wakati wa mazungumzo ya simu kuhusu operesheni ya kijeshi ya Marekani dhidi ya Wahouthi kutoka kwa waasi wa Yemen ambao wanafahamika kwa jina lingine la Ansarullah. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilisema katika taarifa yake. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani alifahamisha Urusi kuhusu operation ya kuzuia jeshi la Marekani dhidi ya Wahouthi wanaoungwa mkono na Iran, na imesisitiza kwamba kuendelea kwa mashambulizi ya Wahouthi dhidi ya meli za kijeshi za kibiashara za Marekani katika Bahari Nyekundu haitavumiliwa, ilisema taarifa hiyo. Rubio na Lavrov pia walijadili hatua zaidi za kurejesha uhusiano kati ya Marekani na Urusi wakati wa mazungumzo ya simu, Wizara ya mambo ya nje ya Marekani iliongeza. Hata hivyo, waziri Rubio na waziri wa mambo ya nje bwana Lavrov pia walijadili hatua zinazofuata za kufuatilia mikutano ya hivi majuzi nchini Saudi Arabia na kukubaliana kuendelea kufanyia kazi kurejesha mawasiliano kati ya Marekani na Urusi, ilisema pia taarifa hiyo. Kabla ya hapo, kamandi kuu ya Marekani iliripoti kwamba jeshi la Marekani lilianzisha operesheni kubwa dhidi ya kundi la Wahouthi wa Yemen. Operesheni hiyo inajumuisha mfululizo wa mashambulizi ya usahihi dhidi ya walengwa ambao ni Wahouthi kote Yemen ili kutetea maslahi ya Marekani na kuzuia maadui na kurejesha uhuru wa urambazaji, ilisema taarifa hiyo. Siku ya Jumamosi, Rais wa Marekani bwana Donald Trump aliamuru jeshi la Marekani kuanzisha hatua za kijeshi dhidi ya Wahouthi na alibainisha kuwa mashambulizi ya waasi dhidi ya meli za Marekani lazima zikome kuanzia leo. Katika ujumbe wake, Trump pia alitaka Iran kuacha mara moja kuunga mkono Wahouthi. Hata hivyo, makumi ya raia nchini Yemen waliuawa kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Mashambulizi hayo yalishambulia Yemen muda mfupi baada ya Donald Trump kutangaza juu ya mashambulizi mazito dhidi ya Wahouthi, akitoa onyo kwamba Wahouthi watakutana na moto wa Jehanamu, na wakati huo huo amesema kwamba kutakuwa na mashambulizi ambayo hayatasimama hadi pale watakapoona kwamba Wahouthi wameachana na mashambulizi dhidi ya meli za Marekani. Wahouthi walithibitisha kupitia Al Masira TV idadi kadhaa ya raia waliuawa, na inadaiwa kwamba katika maeneo ya Saada ambapo kumetokea mashambulizi makubwa, karibia watu 23 waliuawa, ambapo wengine walikuwa katika eneo la mji mkuu wa Sanaa. Mashambulizi ya Saada yalilenga kituo kikuu cha umeme na kusababisha kukatika, na hii ni kulingana na televisheni ya Al Masira ya wapiganaji wa Kihouthi wa Yemen. Washington imeiarifu uongozi wa Moscow kuhusu mashambulizi yake nchini Yemen, na hii ni kwa mujibu wa waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Marekani bwana Marco Rubio, ambaye alitangaza kwamba alizungumza na waziri wa mambo ya kigeni bwana Sergei Lavrov. Alifahamisha Urusi kuhusu operesheni hizo, na ilikuwa ni kwa sababu inaelezwa kwamba moja kati ya makundi ambayo Urusi iliwahi kutajwa kwamba inayaunga mkono ni pamoja na kundi hili la Wahouthi, lakini pia kutokana na uhusiano wake na Iran, Marekani iliona kuna haja ya kuwapa taarifa Warusi. Haikuwa wazi iwapo mwito huo ulifanyika kabla au baada ya Rais Trump kuamuru makombora hayo. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia kupitia hapa The World News, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia. Tutakujuza mengi juu ya kile kinachoendelea, hususan baada ya mashambulizi haya yaliyofanywa na Marekani pamoja na Uingereza, mashambulizi ambayo yalitumia ndege zisizokuwa na rubani, na inadaiwa kwamba makumi ya watu wameuawa na wengine wamejeruhiwa.